Mpendwa msikilizaji wa JJ-Sang Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 22, somo linasema mapambano yasiyoonekana. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika siku nyingine. Tunaomba kutafakari maneno yako, tunaomba utufundishe sana na mapenzi yako. Tunaomba kwa Yesu Kristo, amina. Danieli 10 mstari wa 12 na 13 inasema, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele ya Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha uko pamoja na wafalme wa Uajemi. Katika maandiko ya Mungu tunayo mifano ya mawakala wa kimbingu wakifanya kazi katika akili za wafalme na watawala, na wakati huo mawakala wa shetani walikuwa pia kazini katika akili zao. Hakuna umbuji wa kibinadamu kuwasilisha kwa ukamilifu mawazo ya kibinadamu utakayoweza kubadilisha utendakazi wa mawakala wa shetani. Shetani siku zote utafuta kuweka vikwazo njiani ili kwamba ukweli ufungwe na hila za wanadamu, na wale walio na nuru na maarifa wako katika hatari kuu, isipokuwa tu kwa kujiweka wakfu siku zote kwa Mungu, kujikana nafsi na kutambua nyakati za hatari. Viumbe vya mbinguni vinateuliwa kujibu maombi ya wale watendao kazi bila ubinafsi kwa kusudi la Mungu. Malaika wakuu kabisa katika nyua za mbinguni wamechaguliwa kushughulikia maombi yanayopelekwa kwa Mungu kwa ajili ya maendeleo ya kusudi la Mungu. Kila malaika ana kazi yake maalum ambayo haruhusiwi kuiacha na kwenda mahali pengine popote. Ikiwa ataondoka, nguvu za giza zitanufaika. Siku kwa siku pambano baina ya wema na uovu linaendelea. Je, ni kwa nini wale ambao wamepata fursa na fadhili nyingi hawatambui uzito wa kazi hii? Wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa kuhusu jambo hili. Mungu ni mtawala. Kupitia nguvu zake kuu anashikilia na kudhibiti utawala wa kidunia. Kupitia kwa mawakala wake anafanya kazi iliyoamriwa kabla ya kuweka msingi ya ulimwengu. Kama wanadamu hatuelewi ipasavyo kuhusu pambano kuu linaloendelea kati ya mawakala wasioonekana, pambano kati ya malaika waaminifu na wasio waaminifu. Malaika waovu wapo kazini kila siku, wakipanga mwelekeo wa mashambulizi yao, wakidhibiti kama maamiri jeshi, wafalme, watawala na majeshi ya kibinadamu yasiyo na utii. Natoa wito kwa watumishi wa Kristo kupanua uelewa wa wale wanaofikiwa na sauti zao juu ya ukweli kuhusu utendakazi wa malaika. Tusiendekeze dhana za kufikirika. Neno lililoandikwa ndio usalama wetu pekee. Tunapaswa kuomba kama alivyofanya Danieli, ili tuweze kuongozwa na malaika wa kimbingu. Kama roho zinazotoa huduma, malaika wanatumwa kuwasaidia wale watakaokuwa warithi wa wokovu. Ombeni, ndugu zangu. Ombeni zaidi ya vile ambavyo mmewahi kuomba hapo kabla. Hatuko tayari kwa ajili ya ujio wa Bwana. Tunapaswa kufanya kazi makini kwa ajili ya milele. Utasoma
The SDA Bible Commentary ya Ellen G. White Comment, gombo la 4, ukurasa 1173. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo mapambano yasiyoonekana. Na tuombe. Asante Baba kwa somo ulotupatia katika siku ya leo. Asante kwa kutufahamisha kuwa kuna mapambano ambayo yanaendelea. Tuwezeshe na tupatie nguvu ya kuweza kuyashinda. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja.